Sasa nikianza anasema hivi, nataka ufahamu anna, ya kwamba khutut rahat yadik au kafi yadika, fahamu ya kwamba mistari hii ambayo inapatikana katika kiganja chako cha mkono, hii mistari ambayo nawe uko nayo, taqulu alkathira an hayatika wa hadhika. Mistari hii ni kama vile inaongea mambo mengi, inasema mambo mengi, an hayatika, kunako maisha yako. Kwa hiyo hii mistari inazungumza mengi kuhusu maisha yako, wa hadhika, na bahati zako. Wewe una bahati gani? Mambo yako yakoje? Mistari hii inazungumza hayo. Wa li ba'dhi alkhutut alkhususiyya, na baadhi ya mistari hii maalumu, tatamayazu biha an ghairiha, mistari hii haifanani na mistari mingine ya mtu mwingine. Katika maajabu ya Mungu ni kwamba QR kodi yako wewe haifanani na QR kodi ya mtu mwingine. Ndio maana mistari ya kiganja chako cha mkono itabaki kuwa ni yako wewe kama wewe. Wazungu wakaja na mfumo wa kudhibiti uhakika wa mtu vizuri, wakaja na fingerprint, ni kuonyesha kwamba mfumo mzima wa kiganja cha mkono ndo ambao unaweza kudhibiti maelezo ya mtu kisawasawa dhidi ya mtu mwingine. Na hii ni aya kwenye Qur'ani pia. Mungu alisema bala qadirina ala an nusawiya banana, bali tunaweza kutengeneza sisi. Allah anasema yeye Mungu anaweza kutengeneza, ametengeneza mfumo uliodhibiti kila mtu kuwa na maelezo yake kupitia kiganja chake cha mkono, maelezo yakawa yametimia hapo. Ndio maana hata uzae mwanao afanane na wewe vipi, lakini ana fingerprint zake mwenyewe binafsi, haziingiliani na zako. Hata iweje, akiweka zitakuwa ni zake, nawe ni za kwako, kwa sababu michoro yako haifanani na michoro ya mtu mwingine yoyote. Na hii ni sehemu ya Mungu kuonesha yeye ni nani, ana ufundi wa kiasi gani. Lazima tumtukuze na tumuinue kwamba Mungu ana nguvu, anaweza kufanya chochote atakacho kwa namna yoyote awezavyo, na ni uwezo wenye kuweza usowezwa wala kuwezeshwa. Huyu ndiye Mungu. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba hii mistari hii inazungumza maneno, na ya kwako itabaki kuwa inazungumza maneno yako wewe. Muhimu ni kunifuatilia vizuri, twende katika hiyo skana yetu. Lakini unaweza kusema haya mambo shekhe anaongea tu au vipi? La, jara albahthu alilmiya, yani imefanyika tafiti mbalimbali za kielimu an maani alkhutut yadik, kunako maana ya mistari hii ya mikono yako, ya kiganja chako cha mikono, kwamba tayari ni tafiti mbalimbali zimefanyishwa, zimeendeshwa tafiti mbalimbali za kielimu kunako mistari hii ya kiganja chako cha mkono, na mistari hii ikatoa maana yake, lakini pia wadila latiha, na dalili zake. Kwa hivyo hii mistari inatoa maelezo, maana, alafu kisha ina dalili ambayo inapeleka taarifa kukuonesha kwamba kwa mstari huu dalili yake ni kadha kadha. Kuna jambo hili, huyu mtu ana hichi, ana kile, ni dalili ambazo zinakuja hapa. Na wataalamu wa dalili, munielewe, munafahamu kuna masomo ambayo tuliwahi kusoma, nawe inawezekana unajua. Kuna dilala al-aqliya, kuna dalili za kiakili. Yani mwanadamu anaweza akajua kitu kwa kupitia dalili ya kiakili, ya akili yake, kutumia akili yake akasema kwa hichi hapa itakuwa ni hivi, kutokana na dalili ya kiakili. Lakini kuna dilala alwad'iyya, iko dalili ya maweko, kwamba unaweza mwanadamu ukaona kwa maweko haya kuna kitu fulani hapa kipo, na ukajua kweli, na ikawa ni kweli, kwa sababu maweko yale yamekuonesha dalili kwamba kwa maweko haya kuna kitu fulani kipo. Lakini pia kuna dilala alafdhiya, iko dalili ya matamshi, maneno. Ukampata mtu anazungumza maneno, yale maneno yakafanya wewe ujue kwa maneno haya huyu atakuwa na 1 2 3, kwa maneno haya huyu atakuwa anakusudia hivi na hivi na hivi, na kwa dalili hiyo ukafahamu matukio kupitia tu maneno mtu anaongea. Lakini pia kuna dilala at-tabi'iyya, iko dalili ya kitabia, tabia fulani hii, kwa tabia hii huyu itakuwa hivi, au hichi kitakuwa ni hivi. Kwa kweli kwa tabia hiyo ukifuatilia unapata kugundua hayo mambo. Na katika hili ni sawa sawa na kusema
Leo mnafahamu, wewe una mke kama umeoa, na kama ni mama ni mzazi, unafahamu mkeo anaweza kaamka asubuhi anakuambia mume wangu, leo mtoto wetu hayuko vizuri, kaamka ana homa na nataka nimpeleke hospitali. Wakati anakuambia mwanae ana homa, huyu mkeo sio nesi, sio daktari, na wala hajawahi kusomea hata masomo haya ya kisayansi ya kiafya, lakini amejuaje kama mtoto wetu leo anaumwa? Ni kwa sababu wa dilala at-tabi'iyya, dalili ya kitabia, kwamba mwili wa mwanae akiwa salama amezoea kuona ukiwa na joto la wastani, standard ya katikati. Lakini leo anaamka asubuhi anampata mwanae joto lake linaunguza, yani mwili unaunguza, joto limeenda juu zaidi. Kwa kuwa joto limekuwa tofauti na kawaida, mkeo anasema, mume wangu, mtoto wetu leo ana homa, anaumwa. Na kweli akichukuliwa mtoto akapelekwa hospitali, anakutwa kweli ana homa, anakwenda kule ili kuthibitisha tu ni malaria, ni UTI au ni kitu gani, au ni infection, anakwenda huko. Lakini tayari mkeo amejua mwanangu ana homa. Kwa nini? Kwa dilalatu at-tabi'iyya, dalili za kitabia.